Utaona serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika mwaka huu 2025 tumeleta mambo mbalimbali yanayohusiana na tiba kwa jamii yetu ya watu wa Arusha. Tumekuwa na matamasha mbalimbali, lakini tukiunganisha na hao madaktari ili waweze kutoa huduma kwa ukaribu za kimatibabu, na watu wamekuwa wakijitokeza wengi sana kupata hayo matibabu, lakini changamoto zinaendelea kuwepo kwa sababu kila siku tuna binadamu wanazaliwa, ongezeko la watu linakuwa kubwa. Basi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameona ni vema kuboresha hata huduma za afya kwa maana ya kuweka bima ya afya kwa wote. Tukaona mwaka huu usiishe, uwe ni mkakati wetu wa kwanza kuanza kutoa elimu ili kila mmoja elimu hiyo imfikie, labda tunaweza tukatatua changamoto. Tukaona ni muhimu leo tuanze kuizindua sisi Arusha ili watu waipate mapema. Tutakapoanza kutekeleza, kila mmoja anajua awe na bima ya afya, tena imesema bima ya afya kwa wote. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke wazi kwamba mafunzo yetu ya bima ya afya kwa wote yamezinduliwa rasmi kupitia sheria ya Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Imeainisha makundi mbalimbali. Makundi mojawapo, kundi la watumishi wa umma, kwa lazima sasa wote watatakiwa kuwa wanachama, wanachangia katika mifuko mbalimbali ya bima ya afya. Lakini pia sheria inakwenda kulazimisha wafanyakazi wa sekta rasmi, sekta binafsi, kwa mfano makampuni mbalimbali ya watu binafsi pamoja na taasisi, mashirika ya kijamii, yale yote ya binafsi ambayo sio ya serikali, kwa sheria yanakwenda kulazimisha lazima wafanyakazi wa hayo makampuni wawe wanachama katika mifuko ya bima ya afya. Lakini pia kuna makundi mengine yameweza kutambuliwa, ni makundi muhimu kabisa, ikiwepo kundi la wajasiriamali mbalimbali, aidha babalishe ama mamalishe, vijana wa bodaboda, wa machinga na wajasiriamali wengine wote wanapata fursa ya kuweza kuunganishwa katika huu utaratibu katika mifuko ya bima ya afya, na wao wamewekewa utaratibu namna ambavyo ya kuchangia kupitia utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Utaratibu utakuwa kwa kaya. Kaya tunazungumza familia, mume, mke na wategemezi wasiozidi 4. Gharama za uchangiaji, kwa kuwa tunachangia kwa kaya, kutakuwa na kitita muhimu cha kuweza wananchi kuweza kuchangia. Wananchi wote ambao hawako kwenye mfumo rasmi wa ajira au wa uchangiaji, wao watachangia shilingi 150,000 kwa mwaka. Yaani kaya itachangia 150,000 kwa mwaka. Yaani yule mamalishe ama bodaboda ama mjasiriamali mwingine wa kawaida ama mwananchi mwingine ambaye mwenye uwezo na kipato atachangia 150,000 kwa mwaka. Hiyo itakuwa ni anatengeneza kaya yake, itamwezesha kumhudumia yeye mwananchi pamoja na familia yake, yaani mume na mke na wategemezi wasiozidi 4.